Kwa mtaji wa shilingi 48,000 nimeweza kupata zaidi ya milioni 2,600,000 katika hii kampuni ya OneWin. Sasa leo niko hapa kushare mbinu ambazo nimeweza kuzitumia mpaka nimeweza kupata kiasi hichi cha pesa ndani ya muda mfupi tu. So hakikisha unanisikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii kwa sababu nitakwenda kukupa mbinu 8 ambazo nimeweza kuzitumia mpaka nimeweza kupata kiasi hichi cha pesa. Okay, kama nilivyokuambia kwamba nitakwenda kuelekeza mbinu 8 ambazo nimeweza kuzitumia nikaweza kuingiza zaidi ya milioni 2 katika hii kampuni ya OneWin. Sasa fanya hivi, ingia katika browser yote na baada ya hapo search OneWin. Search kama nilivyo search mimi onewin.com. Utasearch katika kampuni hilo. Hapa tunahitajika kwenda kufanya registration. Kama hutaweza kusearch unaweza kutumia kugusa link ambayo nimekuwekea kwenye description ambapo itakuleta kwenye ukurasa kama huu. Utakwenda kugusa sign up, hii button ya kijani na okay, then hapo unaweza kuchagua kutumia social ambapo kuna Gmail, kuna Telegram na kadhalika, lakini pia unaweza kutumia Quick. So then baada ya hapo utakwenda kugusa hii sehemu ya namba kwa ajili ya kuingiza namba yako ya simu ambayo wewe unataka uitumie kujisajilia 0621482882. Na baada ya kuingiza namba ya simu utahitajika kuingiza active Gmail account. Kwa utakwenda kuingiza email yako, utakwenda kugusa email na then utaingiza ile email ambayo wewe unataka uitumie kujisajilia katika kampuni hii. Kama mimi nimechagua ya kwangu hiyo hapo, email ambayo mimi nataka kujisajilia katika hii kampuni ya OneWin. Na baada hapo utakwenda kuchagua kutengeneza strong password. Strong password inatakiwa iwe na alama zisizopungua 2, lakini unatakiwa pia uchanganye herufi kubwa na herufi ndogo na namba. Okay guys, as you can see kama hapo nimeshatengeneza strong password na ukiangalia upande wa kulia nimeshaikiwa hadi alama za kijani kwa maana kwamba hii password iko strong. Kwa hiyo baada hapo kuna hii option imeandikwa add promo code. Utakwenda kupagusa hapo, kwenda kuandika J kwa herufi kubwa, L kwa herufi kubwa 78. Utaandika JL78 kwa herufi kubwa na baada hapo utagusa alama ya tiki. Ukishagusa alama ya tiki itatokea kama hivyo hapa chini JL78, as you can see guys. Na baada hapo utakwenda kugusa register. Hakikisha hii button imeandikwa I confirm ipo imewekewa tiki, then utakwenda kugusa register. Itaload kama hivyo kwa ajili ya kutengeneza account yako na wewe utasubiri kidogo. Kwa wakati huo ningeendelea kukumbusha guys, hakikisha una like, una share na una subscribe katika YouTube channel hii ili kuendelea kupata update kutokea kwetu kila siku. As you can see guys, account yangu hiyo hapo imetengenezwa. Na uzuri ni kwamba katika kampuni hii njia za kuweka na kutoa pesa, kwa kutumia mitandao yako ya simu, aidha kwa kutumia Tigo Pesa, kwa kutumia Vodacom ama kwa kutumia Airtel. Kwa hiyo wote chagua ni njia gani ambayo wewe unataka uitumie. Kwa kama utahitaji labda kuweka pesa kwa mara ya kwanza ili kuweza kupata bonus, utakwenda kugusa hii button imeandikwa deposit na baada hapo utachagua ni njia gani ambayo wewe unataka uitumie kuwekea pesa. Kama ni Vodacom utachagua Vodacom na baada hapo utaingiza namba yako ya simu, then utaingiza kiasi cha pesa ambacho unataka kuweka. Utakwenda kugusa deposit na baada ya hapo utafanikiwa kuweka muamala wako katika hii kampuni ya OneWin. Utakuwa unahitaji kutoa pesa, utagusa hichi kialama cha kimtu hapa au alama ya profile huku juu, utakuja kugusa hicho na baada hapo itakuleta kwenye ukurasa kama huu. As you can see menu wallet yangu sasa hivi kwa sababu hii account ni mpya nimeitengeneza sasa hivi. Ukija kwenye withdraw hapo, kama utakuwa unahitaji kutoa pesa baadaye utakwenda kugusa verify. Utahitajika kuverify email yako, kwa kuna kodi ambayo itatumwa kwenye hiyo email ambayo ulitumia kutengenezea hii account. So utakwenda kwenye ile email na then kuna kodi utatumia pale, utakwenda utaverify na baada hapo kisha confirm utaendelea na process nyingine. Kama mimi nitakwenda kuconfirm, as you can see kama hapo nimeandikiwa email verify, you can use it login to your account. Kwa utagusa ready na baada ya hapo utakwenda kugusa tena kile kialama cha profile na baada hapo itakuleta kwenye ukurasa kama huu. Utakwenda kugusa withdraw. Kisha gusa withdraw, utasubiri kidogo. Hapo utahitajika kuingiza jina lako ambalo linatokea katika ile line yako ambayo unatumia kupokelea pesa. Kama mimi ni Joseph Leonard, utaandika labda Joseph Leonard na baada hapo utagusa confirm. Utagusa continue. Utasubiri kidogo then utachagua njia gani ambayo unataka uitumie kutolea pesa. Kama ni Tigo Pesa, ni Airtel Money, ni Vodacom ama unaweza kutumia cryptocurrency. Kama ni Tigo utachagua Tigo, itakuleta kwenye ukurasa kama huu. Hapo utaingiza jina lako la kwanza, kama inaweza kaingiza la kwangu ni Joseph na baada hapo utaingiza jina lako labda la mwisho. Utaingiza labda kama ni Leonard au ni somebody else
utaingiza hapo, na baada hapo utaingiza namba yako ya simu, then utaweza kuingiza kiasi cha pesa chochote ambacho unataka kukitoa. Kiasi cha chini kutoa pesa katika kampuni hii ya OneWin ni shilingi 1000. Kwa hiyo baada hapo utagusa, na chini ya sekunde zisizopungua 30 pesa yako itathibitishwa katika akaunti yako. So mpaka hapo natumai nitakuwa umeweza kujifunza jinsi ya kuweza kuweka pesa na jinsi ya kuweza kutoa pesa katika kampuni hii. Sasa nataka nikakuelekeze ni njia gani au mbinu gani ambazo mimi nimeweza kuzitumia kuingiza kiasi kile cha pesa ambacho nimekuonyesha hapo awali. Utakwenda kugusa hii button iliyoandikwa casino, na baada ya hapo unaweza kuona baadhi ya casino game ambazo nimekuwa nikizicheza sana. Ukija hapa kwenye game history unaweza kuona hizi ndo baadhi ya game ambazo nimekuwa nikizicheza kwa muda mwingi. So katika game hizi nimeweza kugundua vitu vingi ambavyo nahitaji kushare na ninyi guys. Kwa hiyo tutakwenda kuanzia game ya kwanza hadi game ya mwisho. Tutakwenda kuanza na hii game ya dice jinsi. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshaweka mtaji wako, utakwenda kugusa kama ni hii game ya dice, utakwenda kuisearch. Kama itakuwa haipo hapo kwenye game history, utakwenda kusearch dice, na baada hapo itafunguka na muonekano kama huu. Huku chini itakuonyesha balance yako. Katika mchezo huu utakuwa unachagua ni namba kubwa inayofuata ama ni namba ndogo, lakini pia unaweza kuchagua hii namba ambayo unataka iwe kubwa. Unataka iwe kubwa katika ngapi? Iwe kubwa katika 19, iwe ndogo katika 19. Kwa hiyo utachagua hiyo namba iweje. Kwa hiyo kama hapo unaweza kaona, unaweza kuchagua labda hiyo namba ambayo mimi nataka itokee iwe next, iwe kubwa katika 40, ambapo odd yake ni 1.63. Ukiweka kiasi cha shilingi 500 utapata shilingi 815, lakini asilimia za kushinda ni 60. Kwa hiyo utachagua wewe mwenyewe. Unaweza kuchagua labda mimi niyo nacheza odd 1.5 ambayo ni 35. Kwa hiyo utakuja utachagua hapa ni over ama ni under. Kama utachagua ni under utaweka hapo, lakini kama utachagua ni over utaweka hapo. Lakini pia unaweza kaona kwamba ukichagua namba kubwa katika over ndio odds zinazozidi kuwa kubwa. Kama utachagua namba ndogo katika under ndio odds zinazozidi kuwa kubwa. Kwa hiyo chaguo ni lako mwenyewe. Na kudhibitisha hilo nitakwenda kufanya betting zisizopungua 2 kwa ajili ya kufanyia mfano. Kama mimi nitakwenda kuweka kiasi cha shilingi labda 9000, na baada hapo nitachagua hii namba iwe namba kubwa. Kwa hiyo nitagusa bet. Kwa hiyo utarudi kama hivi, unaweza kaona hii namba iliyotokea hapa ni kubwa kuliko 35, nimeshinda. Kwa maana hiyo nimeweka shilingi 9000, nimepata shilingi 13500. Easy kabisa guys. Huu ni mchezo ambao kila mtu anaweza kucheza na ni rahisi kuliko kufanya betting. Kama umenielewa katika mchezo huu, basi hakikisha una like na una share video hii kwa mshikaji. Lakini pia nitakwenda kuelekeza, labda tuseme kama unataka namba ambayo inafuata iwe ndogo. Mimi nataka hiyo namba inayofuata iwe ndogo labda kwa 70. Tuashumu labda nataka iwe ndogo kwa 80. Ngoja tuweke 80 hapo. Nikiweka shilingi 9000 nitapata shilingi 11160. Kwa hiyo nitakwenda kugusa bet. Ukigusa bet utasubiria. Unaweza kaona namba iliyokuja ni kubwa, kwa maana kwamba hapo nimepoteza. Kwa hiyo unaweza kuchagua leza kubeti tena ama kutokubeti. Kama mimi hapo unaweza kaona nimerudia tena, nimepata shilingi 11160. So unaweza kaona bonge la mchezo mzuri kweli yani, ambao unaweza kuutumia kuingiza pesa. Na huu ni moja ya mchezo ambao ni mchezo wangu pendwa, nimeutumia kuweza kufikisha zaidi ya milioni 2. So guys, huu ni mchongo ambao nimeona nikusanue kwa siku ya leo. Lakini sio huu, yapo makampuni mengi, ipo michezo mingi. Ngoja nikuonyeshe mchezo mwingine ambao pia mimi nimekuwa nikiutumia, mchezo wa pili. Kuna huu Clash, lakini huu Clash nitaufanya mchezo wa mwisho. Ngoja tuje katika huu mchezo wa Mines hapa, mchezo bonge moja ya mchezo pendwa sana kwa upande wangu. Kwa hiyo hapa nitakwenda kuifungua, unaweza kaona inarudi kama hivyo, na ikifunguka inakuwa na muonekano kama huu guys. Kwa hiyo baada ya kufungua mchezo huu hapa, utakwenda mchezo huu unaitwa Mines. So hapo unachotoka kwenda kufanya, ukiangalia upande wa kulia juu kuna alama ya bomu, kwa maana kwamba katika hili draft hapa kuna mabomu 3. Unatakiwa uchague tu hivi alama vya nyota. Ukiangalia upande wa kushoto kuna vinyota, imeambiwa kuna nyota 22, kuna mabomu 3. Katika hii draft hapa kuna mabomu 3, kuna nyota 22. Unatakiwa uchague nyota zote 22, ama uchague nyota zako labda ni 3, ni 4, ni 5, na baada ya hapo una stake pesa. Na baada ya hapo ukiweza kuchagua nyota 3 na zote zikapatia, basi utakuwa umepata pesa. Nitakwenda kuelekeza mfano au njia gani ambayo tunaitumia sana kupata pesa katika hii Mines. Kwa hiyo hapa nitakwenda kuingiza kiasi changu cha pesa, nitakwenda kuweka tena 9000, na baada ya hapo nitakuja kuanza kubeti. Kwa nitagusa bet, na kisha gusa bet. Kwa hiyo natakiwa nipite katika vidraft ambavyo havina bomu. Kwa nitakwenda kugusa labda hichi cha kwanza hapo, lakini pia nitakwenda kugusa hichi cha pili
hapo unaweza kuona mpaka hapo nimepatia sijakanyaga bomu, lakini pia naweza nikagusa hichi cha 3, unaweza kuona mpaka hapo ni cha 3 sijakanyaga bomu, lakini naweza nikagusa na hichi cha 4 sijakanyaga bomu. Kwa maana hapo nitachagua either nichukue hii kesi. Kwa hiyo hapo naweza nikachagua either nichukue cash out ya shilingi 15,210. Ukiangalia huku chini nimeweka 9,000 nimepata 15,200, ama niendelee kutafuta vibox vingine. Kama hapo nimeshachagua vibox 4, vimebaki vibox 18, lakini katika hivi vibox 18 humu kuna mabomu 3. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana usije kukanyaga bomu, kwa sababu pindi utakapokanyaga bomu hapo ndipo utakapopoteza pesa yako. Kama mimi naweza ngachagua labda nichukue shilingi 15,000 yangu, nitagusa withdraw, na baada ya hapo imeandikiwa you win shilingi 15,200. Na unaweza ukaona kwamba hizi sehemu ambazo zimewekewa nyekundu hizi ni sehemu ambazo zilikuwa na mabomu. Kwa hiyo kama ningepagusa hapo inamaanisha kwamba ninge lost. Okay guys, natumai mpaka hapo umenielewa, na nitarudia tena ili watu ambao hawajanielewa. Nitakwenda kugusa tena bet, nimeweka kiasi cha shilingi 9,000. Kwa hiyo hapa nitachagua vibox vyangu, labda ni 5, ni vyote 22. Utachagua unataka uchukue vibox vingapi, na ukumbuke kwamba ukichagua vibox vingi zaidi ndivyo unavozidi kupata pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo nitakwenda kugusa labda hitch, unaweza kaona imefunguka hapo, nimechagua nyota, nitagusa hitch, nimechagua nyota, nitagusa hitch, nimechagua nyota, lakini nitagusa hitch, nimechagua nyota, lakini unaweza kugusa tena hitch. Hapo nimechagua nyota, mpaka sasa hivi nina odd 1.97. Kwa hiyo naweza nikachagua labda na hitch, nimechagua nyota, mpaka sasa hivi nina odd 2.32. Nimeweka shilingi 9,000. Ukiangalia kwenye withdraw sasa hivi nasoma shilingi 20,880. Unaweza kachagua ku cash out. Hiyo hapo unaweza kaona kwamba nimechagua vibox vyangu vyote ambavyo nimeweza kupata shilingi 20,000. Kwa mtaji shilingi 9,000 nimepata 20,000. That's why guys, nimekuambia nitakuonyesha mbinu 8 ambazo mimi nazitumia kuingiza pesa katika hii kampuni ya OneWin ya kubetia. So guys, mpaka hapo natumai kila mtu amenielewa, na ukiangalia ukija huku chini unaweza kukutana na live bet ambapo utakutana na watu wana bet guys. Lakini sio hilo tu, unaweza kuchagua idadi ya mabomu yawe mangapi, yawe 2 au yawe 7. Utachagua tu unataka mabomu yako yawe mangapi. Kwa hiyo mabomu yakiwa mengi ndivyo unazidi kupata faida kubwa. Kwa unaweza kuchagua labda yawe tu 3, yawe 2, huo ni wewe tu. Na jinsi ya kuchagua mabomu hayo ni ukiangalia tu hapa chini kuna sehemu imeandikwa number of bombs. Utachagua number of bombs ziwe ngapi, hizo ziwe 2, ziwe 3, ziwe 5, ziwe 7. Kwa hiyo ni wewe, na then baada hapo utaweka kiasi cha pesa ambacho unakiafford, utaweka hapo, then utabet. Mpaka hapo utaweza kufanya betting au utaweza kupata faida kupitia kampuni hii. Sasa guys, hii ni ya pili kama nilivyokuambia. Mbinu ya tatu ambayo mimi naitumia kuingiza pesa kupitia kampuni hii ya OneWin. Kwa hiyo kinachofuata hapa nitakwenda kuonyesha mbinu ya tatu. Kuna hii hapa. Mbinu ya tatu ni hii, inaitwa coin flip. Ukija katika coin flip, huu ni mchezo ambao ni wa coin. Katika coin always tunatambua kwamba una kichwa na mkia au tail na head. Kama mimi hapo naweza nikaweka kiasi changu cha pesa, labda nataka nitumie labda 5,000. Sasa hivi labda nataka nitumie 5,000, na baada hapo tutachagua ita kichwa ama italeta mkia. Kwa hiyo kama mimi hapa labda naweza nikachagua italeta kichwa. Kwa hiyo baada hapo utasubiri, as you can see imezungushwa, na hapo imeleta kichwa, nimepata shilingi 9,750 ukiangalia huku chini. Kwa baada hapo unaweza kuchagua tena, round inavyozidi kuongezeka ndivyo unavyozidi kupata faida kubwa guys. So guys, kufikia hapo natumaini utakuelewa, na kwa hiyo huo ni mchezo wa 4 katika ile michezo ambayo nimekuambia nitakwenda kuelekeza kwa siku ya leo. Na mchezo mwingine ambao Crash, huu ni mchezo ambao nimekuambia ni wa mwisho. Mchezo huu upo kama Aviator, ila mchezo huu ni bora kuliko Aviator. Kwa hiyo hapo utaweka kiasi chako cha pesa, kama mimi nimeweka shilingi 25,000, utasubiri hizi countdown ziishe, na baada hapo kuna hichi kidude kitakuwa kinapanda juu. Utachagua sehemu pa ku cash out kama ilivyokuwa katika Aviator. So kama mimi hapa labda naweza nika cash out hapa kwa 2, na baada hapo unaweza kaona nimepata kiasi shilingi 10,550 guys. So guys, huu ni mmoja kati ya mchezo ile ambayo mimi nimekuambia nitakuonyesha kwa siku ya leo.